Nina furaha isiyokuwa na kifani, furaha bila ya kiasi wala basi. Mimi leo kuwa moyale, wama adraka ma moyale. Asubuhi tulikuwa tuna darsa na akina mama, mimi na shekhe wetu Sheikh Abu Hamza, na muda huu magharibi hii tuna muhadhara na akina baba. Afya yangu kidogo haiko nzuri sana, niombeni kwa Allah aniponye na aniwafikishe katika muhadhara wa leo na mihadhara zilizobakia. Mada yetu ambayo nimewaandalia kwa haraka haraka inasema sifa 5 za waumini wa haki. Sifa 5 za waumini wa haki. Sifa 5 za waumini wa dhati. Sifa 5 za waumini wa kweli kweli. Na hii ni kwa mujibu wa Qur'an, kalamur Rahman. Namuomba Rahman aliyefundisha Qur'an atujalie mimi na wewe kuwa na sifa hizi 5. Sifa 5 za waumini wa haki. Allah subhanahu wa ta'ala sifa hizi amezitaja ndani ya suratul Anfal. Akaanza na adatu hasrin wa qasrin, aya zilizo maarufu, aya zilizo mashhuri. Lakini tatizo liko wapi? Almushkila hiya anna kathiran min almuslimina la natadabbar alquran. Wengi wetu sisi Waislam hatuzingatii Qur'an, hatufanyi tadabbur, mazingatio, hatufanyi tafakkur katika Qur'an. Lau tungelifanyia Qur'ani mazingatio, maisha yetu yangebadilika, hali zetu zingebadilika na imani zetu zingelipanda. Allah anatuuliza mara 2 katika Qur'an kwamba hawa watu kwa nini hawataki kufanya tadabbur, mazingatio katika Qur'an. Katika suratu Muhammad Allah anasema afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna alqur'ana, hivi wana nini hawa Waislamu? Kwa nini hawataki kufanya tadabbur, tafakkur, mazingatio katika Qur'an? Kwa nini hawataki kuzingatia Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, au nyoyo zao zimepigwa vifuli? Katika suratu Nisa akasema tena afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu
walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran. Wana nini ummatu Muhammad hawataki kuzingatia Qur'an, hawataki kuielewa Qur'an, hawataki kuifahamu Qur'an? Walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, na lau Qur'ani ingetoka kwa asiyekuwa Allah, basi wangelikuta ndani ya Qur'ani ikhtilafu nyingi, mapishano mengi, kupishana kwingi. Aya hii haimechi na aya hii, ingelikuwa ni shaghala baghala, lakini kwa sababu imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana imesimama kisawasawa. Sifa tano za waumini wa kweli, na naomba muzingatie hizi sifa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Hakika si vinginevyo waumini wa haki, waumini wa haki, waumini wa dhati, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Sifa yao ya kwanza, pindi Allah atakapotajwa nyoyo zao zinapata hofu, nyoyo zao zinapata uoga, nyoyo zao zinatetemeka kwa sababu ya utajo wa Allah jalla fi'ala. Ni nani katika sisi Allah akitajwa anatetemeka, anaogopa, anapata hofu? Lakini ukiwa nyumbani kwako ukiambiwa kuna defender nje, kuna polisi 10 wanakutafuta, inakuwaje? Utaenda chooni haraka, unaenda kuharisha, unatetemeka, binadamu wenzako wanakutisha. Allah anatajwa mara ngapi ndani ya Qur'an, na waumini wanachukulia poa tu, wanachukulia katajwa mtu tu, wakati katajwa muumba. Katika suratul Hadid Allah anasema nini? ألم يأن للذين آمنوا سبحان الله تنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Hivi muda haujakaribia bado kwa waumini, bado haijawadia waumini pale ambapo Allah atakapotajwa nyoyo zao zikapata khushu', khudu', nyoyo zao zikapata unyenyekevu, hofu, woga. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Waumini bado haijafika step
Allah akitajwa wao wakawa wenye kupata khushu', unyenyekevu, hofu na uoga. Na pindi wanaposikia kilichoteremshwa Qur'ani tukufu ikisomwa, hawapati khushu', khudu', hawapati uoga, hawanyenyekei, hawapati hofu. Muda bado haujafika kwa waumini kuwa kufanya hivyo, bali Allah katika suratul Hajj anatuambia wale ambao Allah akitajwa nyoyo zao zinapata hofu ni wale wanyenyekevu. Wabashiril mukhbitin, toa bishara njema Muhammad kwa wale wanyenyekevu. Wape bishara njema Muhammad wale wanyenyekevu. Wanyenyekevu ni kina nani? Wenye kunyenyekea ni kina nani? Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, wale ambao Allah atakapotajwa nyoyo zao zinapata hofu na uoga. Wasabirina ala ma asabahum, wasabirina ala ma asabahum. Sifa nyingine ya wanyenyekevu ni wale wenye kufanya subira juu ya yale yatakayowakuta. Walmuqimi ssalah, sifa nyingine ya wanyenyekevu ni wale wenye kusimamisha swala tano. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowaruzuku ni wenye kutoa. Sifa za wanyenyekevu katika suratul Hajji, sifa yao ya kwanza, sifa ya mtu yeyote ambaye ni mnyenyekevu, Qur'an suratul Hajji inasema sifa yao ya kwanza, Allah akitajwa wananyenyekea, wanapata hofu, wanapata uoga. Sifa yao ya pili, wanafanya subira juu ya yale yatakayowakuta katika ulimwengu huu. Sifa yao ya tatu, wanasimamisha sala tano. Sifa yao ya nne, wanatoa katika vile ambavyo Allah amewaruzuku. Bado tuko na kipengele cha kwanza, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Kuna aya ajiba jiddan, hunaka ayatun ajibatun jiddan waradat fi surati al-Hajj, aya iliyomfanya bibi Aisha apagawe. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawazungumzia wale waumini, wale wacha Mungu na sifa zao mbalimbali, anasema nini katika suratul Hajj? walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Miongoni mwa sifa za waumini, miongoni mwa sifa za wacha Mungu, miongoni mwa sifa za watu wema, walladhina wanafanyaje? Walladhina mbona sisikii nani, amna Qur'an? katika suratul Mu'minun, so suratul Hajj, suratul Mu'minun, walladhina yu'tuna ma atau, walladhina yu'tuna ma
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Miongoni mwa sifa za waumini, watu wema, wacha Mungu kweli kweli, Qur'an suratul Mu'minun inasema, na hapa nakutajieni aya nambari ngapi? Aya nambari 60. Aya nambari 60, walladhina yu'tuna ma atau. Allahu akbar. Ni wale ambao wanatoa walichopewa. Wote wamepewa. Uongo kweli? Kuna mtu kazaliwa na mali, sikakupa Allah baada kuja duniani? Walladhina yu'tuna ma atau, wale ambao pindi wanapotoa mali zao fi sabilillah, katika kujenga dini hii, katika kusukuma gurudumu hili, wanapotoa mali zao katika khairat, wanapotoa mali zao katika kuwekeza sadaqa jariya, wa qulubuhum wajila, wanatoa huku nyoyo zao zina hofu, wanatoa huku nyoyo zao zina hofu, zina uoga kwamba huenda Allah asitakabal sadaka yangu. Wangapi sisi katika Waislamu wa zama hizi, mtu anatoa mali yake dola 100, dola 1000, dola 5000, dola 10000, anafanya jambo la kheri, alafu ana waswasi, ana hofu, ana uoga kwamba Allah hii anaweza asitakabal, sijui kama Allah akakubali sadaka yangu. Wangapi sisi tunatoa na hatuna habari? Sheikh, sisi utadhani Allah ni uncle wetu, utadhani Allah ni nani? Ni uncle wetu, ni anko wetu, mjomba wetu. Walillahi almathalul a'la. Mtu anatoa na waswasi hana. Na Qur'an suratul Mu'minun inasema miongoni mwa sifa za wacha Mungu, pindi wanapotoa kile ambacho Allah kawapa, nyoyo zao zinakuwa na waswasi na hofu ya kwamba pengine Allah hajawapokelea sadaka zao, annahum ila rabbihim raji'un, na kwamba wanajua wao iko siku watarejea kwa Mola wao. One day, yes, iko siku, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watakufa, wataacha mali zao, gorofa zao, mashamba yao, mifugo yao, kila kitu wataacha, na watarudi kwa Allah hawana chochote. Allah anasemaje? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah anawasifia hawa, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Hao ndio washindani kweli, wanaoshindana katika mambo ya kheri, na siku zote hao wako mstari wa mbele katika kheri, wakitoa, wanaomba. Nani bora kuliko Ibrahim alayhi salam? Hapa yuko, anyanyue mkono. Nani yeye ni mtukufu kuliko Ibrahim? Yupo Moyale? Kuna mtu bora kuliko Ismail? Lamma aqamu a'zama ibada ala wajhi tarikh, Ibrahim na Ismail wamefanya jambo kubwa, ibada kubwa. Walipomaliza wameomba Allah atakabbal. Kweli si kweli? وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل. Kumbukeni Ibrahim na Ismail waliponyanyua nguzo za Al-Kaaba, wakajenga Al-Kaaba. Kuna ibada kama hiyo? Kuna wakfu kama hiyo? Kuna sadaka jaria kama hiyo? Waliposimamisha nyumba ya Allah imekamilika, wamesemaje?
rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wamemwelekea Allah, amesema rabbana, mola wetu mlezi, taqabbal minna, tukubalie ibada hii, tukubalie jambo hili jema, tukubalie khairi hii ya sisi kurenew majengo ya Al-Kaaba, ya sisi kunyanyua nguzo za Al-Kaaba. Innaka antas samiul alim, hakika yako wewe ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kujua. Sisi leo tunafanya khairi na hata atumombi Allah, Allah taqabbal ya Rabb. Subhanallah. Sasa angalia aya hii iliposhuka katika suratul Mu'minun, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Miongoni mwa sifa za waumini wa kweli ni wale ambao pindi wanapotoa kile walichopewa. Kule Dar es Salaam, jiji la gharama, tunasema ni nipe nikupe. Nipe. Kati ya wewe na Allah, nani aliyoanza kutoa? Allah amekupa, kisha anakuambia na wewe ufanyeje? Ya ibn Adam, ewe mwana wa Adam, anfiq, toa, unfiqu alaik, na mimi nitakupa. Katika suratul Nur anasemaje Allah? وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, wapeni katika mali ya Allah. Mali ya Allah si yako, sikiliza maneno, waatuhum min mali llah, wapeni katika mali ya Allah alladhi atakum, ambayo amekupeni. Sasa suratul Mu'minun inasema sifa za wacha Mungu pindi wanapotoa kile alichowapa Allah, nyoyo zao zinapata hofu, zinapata uoga, zinapata waswasi. Pengine Allah hakuridhika na sadaka yake, pengine Allah hakutakabal sadaka yake, na wakifikiria iko siku watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ilipofika, qalat as-siddiqatu bintu as-siddiq alhabibatu zawjatu alhabib, mke kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bibi Aisha akachanganyikiwa, akasema ya Rasulullah, hadhihi alaya, aya hii, alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, wale wanaotoa kile walichopewa ili hali nafsi zao, nyoyo zao zinapata hofu na waswasi na uoga kwamba Allah pengine hajatakabal. Hadhihi alaya, aya hii nazalat fi alladhi yasriq, aya hii ya Rasulullah imeshuka kwa yule anayeiba, wayazni, na yule anayezini, wayashrabu alkhamra, na yule anayekunywa pombe, wa huwa yakhafu Allah, ili hali anamuogopa Allah. Angalia tafsiri ya bibi Aisha, imeenda mbali. Bibi Aisha alidhani aya hii inawahusu wale ambao wanaiba, wanazini, wanakunywa pombe, lakini huku wana hofu, Allah ananiona, Allah baadaye nitafanya astaghfirullah, nitaiba, nitafanya astaghfirullah, na Allah ghafur rahim. Ni hawa imewashukia, mtazini, na Allah ghafur rahim, baadaye nitaomba toba. Ya Rasulullah, aya hii imewashukia hawa. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nini? La ya binta Siddiq, hapana wewe binti wa Abu Bakar as-Siddiq. Aya hii haiwahusu waovu,
wenye kuiba, wenye kuzini, wenye kunywa pombe, na huku wana hofu juu ya Allah. Haiwahusu hao. Kumbe aya inawahusu nani ya Rasulullah? Walakinahu alladhi yusalli, aya hii inamhusu anayeswali sala tano. Wayasumu, aya hii inamhusu anayefunga Ramadhan. Wayatasaddaqu, aya hii inamhusu yule anayetoa sadaqa. Wa huwa yakhafu Allah azza wa jal, ili hali anamuogopa na kumhofu Allah azza wa jal. Nini maana yake? Maana yake mtu anaswali na ana hofu juu ya Allah, sijui Allah ameridhika, sijui Allah ametakabbal. Mtu anafunga Ramadhan, anafunga Jumatatu na Alhamis, anafunga funga mbalimbali, ana hofu juu ya Allah. Pengine amebugi step sehemu moja, pengine Allah asitakabbal funga yake, pengine Allah asitakabbal swala yake. Mtu anatoa sadaka kisha anakuwa ana uoga, ana hofu, ana waswasi. Pengine wakati anatoa ria imemuingia, Allah hawezi kukubali sadaka yake. Aya inawahusu hao. Hao wapo leo? Wapo? Wapo Sheikh? Moja moja au wote? Moja moja. Wangapi mtu akiswali anakuwa ana hofu, anaswali kwa khushu' na khudu', ana waswasi, Allah sijui atakuwa ameridhika na hii ibada yake? Wangapi? Tuambiane kweli jamani. Sisi hapa alhamdulillah wala dhalin. Assalamu alaykum. Tunafunga. Wakati tunafunga ni wangapi wanasema ya Rab taqabbal, ya Rab kama kuna weakness katika funga zangu, kuna mapungufu, ya Rab nisamehe, ya Rab taqabbal, ya Rab nipe maksi 100%. Si tunafunga tunatamani bora ishe tu, bora Eid ingie, bora Eid ingie bwana, nikaruke ruke night Somali night, Borana night, Gabra night, Oromo night, Jahannam night. Kwa sababu night haiko hapa, tuna Jahannam night iko. Au hamjui? Kwa sifa ya kwanza ya waumini wa kweli, waumini wa haki, nitajieni sifa ya kwanza. Allah akitajwa nyoyo zao zinapata hofu, uoga. Sifa ya pili, twende kwenye sifa ya pili. Sikiza Allah anasemaje: wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na wakisomewa aya za Allah, Al-Quranul Karim, kalamur Rahman, imani zao inapanda. Ni wangapi wanapenda kusikiliza Qur'an? Vijana wenzangu, mara ngapi waingia TikTok alafu by mistake umefungua ukasikia Qur'an ukasema nasikiliza? Nyinyi hamsikilizi, nyinyi mnafanya hivi. Wewe target yako si Qur'an, target yako unatafuta wasichana wazuri wazuri warembo. Target yako unatafuta msichana gani leo kajiweka jiposti, anaimba baby nitakupa moyo, baby nitakupa mafigo, baby nitakupa maini, baby nitakupa tumbo, baby nitakupa mwili mzima. Hivi hauoni haya? Wafungua TikTok yako alafu unakuta Qur'an alafu unafanya hivi, huna haya? wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Sifa ya pili ya waumini wa haki ni wale ambao watakaposomewa aya za Allah, imani zao hupanda, huongezeka.
imam akisoma tu hapa salatul isha, salatul maghrib, sura ndefu, unamlaani kimoyomoyo, amezidi huyu, watu tuko busy, si qul wallahu qul rabbil falaq yakfi, inatosha. Hutaki kusikia Qur'ani wewe, wakati majini wakora walisikia Qur'an na wakaiamini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سما محمد nimeletewa wahyi wakati nasoma Qur'an, majini walikuja kusikiliza Qur'an ambayo nilikuwa naisoma. Waliposikia wamesemaje? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Majini wamepiga salut, wamesema tumesikia Qur'ani ya ajabu. Yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi. Qur'ani hii inaongoza katika njia ya sawa sawa, njia ya haki. Sisi majini kuanzia leo tumeiamini. Wamesilimu pale pale, hawajapata tafsir, hawajapata sharh, hawajapewa da'wa nyingi, ni wanasikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasoma Qur'an, wameisikiliza, wakaipenda, wakaielewa, wakawa Waislamu. Fa amanna bih, kuanzia sasa tumeiamini. Kisha wakachukua commitment, wamejicommit, wamesemaje? Wala nushrika bi rabbina ahada, kuanzia leo hatutofanya shirki, sisi na shirki bye bye. Hatutomshirikisha Mola wetu mlezi na kitu chochote. Bali katika suratul Ahqaf, wakati Mtume anasoma kwa sauti nzuri, usomaji nambari 1, majini wakafanyaje? Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. Mtume anapewa picture, anapewa picha. Allah anamhadithia vitu ambavyo hakuviona. Majini wakati Muhammad anasoma Qur'an walitoka sehemu mbalimbali, kwenye bahari, kwenye mapango, kwenye mapori, kwenye wapi. Kisha Mtume ndio huyu hapa anasoma, falamma hadaruhu qalu ansitu. Wamefika na si Waislamu, wamefika sema keep quiet, nyamazeni. Waislamu sasa hivi Qur'ani ikisomwa story, hatuheshimu Qur'an. Wengine Qur'ani ikisomwa utadhani tuko kwenye stadium tunashangilia. Qari'ul Qur'an anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Afras kabta Allah. Unajua maana yake? Enyi mlioamini, muogopeni Allah, acheni riba. Bora shangilia Allah. Una akili au chizi? فلما حضروه قالوا
walipohudhuria majini kwenye hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an, wakaanza kunyamazishana, ansitu, nyamazeni. falamma qudiya wallau ala ila qaumihim mundhirin, wamebadilika hapo hapo, wamekuwa madai. falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Mtume Muhammad hana habari, amemaliza kusoma, ameondoka zake. Wao wameondoka, wamerudi kwenye mapango, bahari, kwenye misitu, kwenye mapori, wanaanza kuwapa onyo watu wao. Wamesemaje? qalu ya qaumana inna sami'na kitaba, wakasema watu wetu, sisi tumesikia kitabu leo, kitaban unzila min ba'di Musa, tumesikia kitabu kimeshushwa baada ya Musa, yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim, kitabu kinaongoza katika haki na katika njia iliyonyoka. ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi watu wetu, itikieni mjumbe wa Allah, mlinganiaji wa Allah, wito wa Allah. Majini hawa. Lakini leo Qur'ani inasoma, Waislamu Qur'ani haiathiri chochote katika nafsi zao. Mara ngapi wewe umesoma Qur'an ukalia? Mara ngapi umesikiliza Qur'an ukalia? Mara ngapi umesikia nyimbo ukalia? Mara ngapi umesikia anashid ukalia? Mara ngapi umesikia kasida ukalia? Yatima, yatima jamani, yatima sijui kafanywa nini, yatima sijui kadhulumiwa, machukua tishu unalia nini? Muimbaji amekuuliza. Mola wako Qur'an haijawahi kukuuliza. Haujawahi lia kwa ajili ya Qur'an, unalia kwa ajili ya manyimbo. Wewe ni mtu ajabu sana, Muislamu wa zama hizi. Tayeb, hiyo ya ngapi? Sifa ya kwanza, waumini wa haki, Allah akitajwa wanapatwa na hofu na uoga na waswasi. Sifa ya pili, watakaposomewa aya za Allah, imani zao zinapanda, zinazidi, zinaongezeka. Sifa ya tatu, wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao mlezi tu wanamtegemea. Wangapi wanamtegemea Allah leo? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa ta'udu butana. Lau nyinyi mngelikuwa mnamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, basi Allah angekupeni riziki kama anavyompa riziki ndege. Ndege anatoka asubuhi katika tundu lake, katika nyumba yake, tumbo lake liko tupu, anasikia njaa, na akirudi anarudi wataudu butana, tumbo lake limeshiba. Nani anajua ndege wanafanya kazi wapi? Ndege wanafanya kazi wapi? KRA. Ni KRA, sio? Ndege wanafanya kazi hospital. Au ndege hamwajui? At-tayr hamwajui?
Ndege anatoka asubuhi anatembea ashwaiyan hovyo, hajui anaenda wapi, anamtegemea Allah. Anatoka tumbo lake liko tupu, akirudi Allah kampa riziki, na ana akiba. Akifika anawapa na watoto wake akiba kwa mdomo wake. At-tawakkul ibada fala yajuzu sarfuha li ghairi llah. Tawakkul, kumtegemea Allah, ni ibada. Ibada hiyo haitakiwi kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah. Sisi leo tukiwa na appointment, kuna mtu ana pesa yako 5,000, 10,000, 20,000 ya Kenya, kisha appointment ni kesho Jumaa, Jamia Mosque, unamwambia nini? Bro, kesho bana, ahadi yetu na kutegemea. Tunasemaga tusemagi? Na kutegemea. Kesho inafika Jumaa, jamaa anakuambia wallahi samani sana, mambo mabaya, bado sijapata pesa. Fanya subira, inna Allaha ma'as sabirin. Bado sijapata mshahara. Kwa nini hujapata pesa yako? Kwa sababu wewe umesema unamtegemea nani? Unamtegemea nani? Mwanadamu, yeye ndio unamtegemea, hujamtegemea Allah. Allah anasemaje katika suratul Talaq? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Mwenye kumtegemea Allah, basi Allah anamtosha. Halafu inna Allaha balighu amrihi, Allah atamfikisha kwenye mambo yake. Allah ana uwezo wa kuyafikia ya kwake na atamfikisha kwenye malengo yake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara, kila kitu Allah amekikadiria. Akasema tena katika Qur'an, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na juu ya Allah wategemee Waislamu waumini. Akasema tena, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, na juu ya Allah wategemee wenye kutegemea. Akasema tena, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na juu ya Allah tegemeeni kama nyinyi kweli ni waumini. Kwa sifa ya tatu ya waumini wa haki inasemaje? Sifa ya tatu nasemaje? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maana yake nini Kiswahili? Na wanamtegemea nani? Wanamtegemea Allah. Alim katika maulama anasema man i'tamada ala an-nasi dhalla, mwenye kutegemea watu huyu amepotea. Wa man i'tamada ala aqlihi ikhtalla, na mwenye kutegemea akili zake atachanganyikiwa. Wa man i'tamada ala malihi qalla, na atakayetegemea juu ya mali yake atafilisika. Wa man i'tamada ala jahihi zalla, na atakayetegemea cheo chake iko siku kitaondoka. Wa man i'tamada ala Allahi, na mwenye kumtegemea Allah, fala qalla wala malla wala zalla wala ikhtalla, na mwenye kumtegemea Allah, mwenye kumtegemea Allah, sikiliza, mwenye kumtegemea Allah
na mwenye kumtegemea Allah hatopotea, hatofilisika, hatoondokewa na hatochanganyikiwa. Al-Imam Shafi'i ana maneno mazito sana kuhusu masala ya riziki na kuhusu Allah jalla fi ulah. Anasema tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi wa ma yaku min rizqi falaysa yafutuni ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أنا سما توكلت على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، nimemtegemea katika riziki yangu Mola wangu na muumba wangu, nimemtegemea Mola wangu na muumba wangu katika riziki zangu. Wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi, na nina yaqini kabisa ya kuwa hakika ya Allah bila ya shaka atanipa riziki zangu. Wama yaku min rizqi falaysa yafutuni, na riziki yoyote ambayo Allah ameniandikia mimi haitonipita, itakuja hadi chini ya miguu yangu. Walau kana fi qa'i al-bihari al-awamiqi, hata kama riziki yangu aliyoniandikia Mola wangu itakuwa chini ya bahari dipu kabisa. Sayati bihi Allahu al-azim, sayati bihi Allahu al-abd, sayati bihi Allahu, sayati bihi Allahu al-azim bifadlihi, basi Allah mtukufu ataichomoa riziki yangu chini ya bahari, ataitoa riziki yangu kutoka mbali kwa utukufu wake na fadhila zake, kwa kuwa amekwisha niandikia riziki yangu. Walau lam yakun minni lisanu binatiqi, hata kama sikuzungumza chochote, sikusema chochote, riziki yangu aliyoniandikia Mola wangu itanitafuta tu. Fafi ayi shay'in tadhhabu an-nafsu hasratan, ni kwa kitu gani sasa nafsi inasikitika siku zote juu ya riziki? Waqad qassama ar-rahmanu rizqa al-khalaiqi, ili hali ar-rahman amekwisha gawa riziki ya viumbe wake. Kwa hiyo jambo la tatu, ndugu zangu Waislamu, ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo jambo la tatu. Jambo la nne, sifa ya nne ya waumini wa haki, Allah anasema alladhina yuqimuna as-salah. Sifa ya nne ni wale ambao wanasimamisha sala. Hakusema wanaswali, bali kasema nini? Wanasimamisha sala, wameshikamana na sala tano. Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah anatuambia ndani ya Qur'an tuhifadhi sala zetu, tuchunge sala zetu, tulinde sala zetu,
As-salatu hiya ummul ibadat, sala ndio mama wa ibada zote. As-salatu hiya a'zamu ruknin min arkani al-islami al-khamsa ba'da ash-shahadatain, sala ndio nguzo muhimu kabisa katika nguzo tano za Uislamu baada ya shahada mbili. As-salatu imaduddin, sala ndio nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala hakika huyo ameisimamisha din. Waman tarakaha faqad hadama ad-din, na yule mwenye kuiacha sala hakika ameibomoa dini. Waislamu wanaoswali sala tano na wasioswali sala tano, wepi wengi? Wasioswali ni wengi sana. Ingelikuwa Waislamu wote wanaswali sala tano, tena jamaa misikitini, Moyale kungelikuwa kuna msikiti ambao unatosha watu wote. Waislamu wengi wanaswali mwezi wa Ramadhan na siku ya Eid. Na kama utakufa hali ya kuwa hauswali sala tano, imekula kwako, umepata hasara, utakwenda katika moto. Shekhe, acha kuhukumu watu, nisija hukumu mtu, mimi nasoma hukumu ya Allah. Allah anasema nini ndani ya Qur'an? Kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi itawekwa rahani kwa yale aliyoyatenda mtu. Illa ashabal yamin, isipokuwa wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia. Fi jannati yatasaalun, watu wa peponi, watu wa janna wakiwa janna, na wa motoni wakiwa motoni. Allah atawaambia watu wa peponi, angalieni watu wa motoni wakiwa wanaungua na wanateseka. Watu wa peponi watawauliza watu wa motoni, anil mujrimina ma salakakum fi saqar, nyinyi waovu, nyinyi wabaya, kwa nini leo mko motoni? Watu wa peponi wako kulia, watu wa motoni wako kushoto. Allah amefungua milango, ameondoa pazia, wanaonana live. Watu wa peponi watasema, fulani bro, vipi, mbona unaungua, mbona uko motoni, kwa nini leo umeingia motoni? Watasema sababu kuu ya wao kuwapeleka motoni, wanasemaje? Qalu lam naku minal musallin, watasema kwa sababu duniani tulikuwa hatuswali. Vijana mabarobaro, ma-HB, swalini sala tano. Mahensam boy, swalini sala tano. Uhensam wako hauna faida kama huna nuru ya sala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema generation iliyokuja baada yao, baada ya wema waliopita, adaa'u sala, wamepoteza sala. Generation ya sasa imedata na inajizima data, hawataki kuswali. Utaswali vipi wakati wewe unakula miraa? Na unasema naona tabu kutema na shavu, mtoto mdogo umezeeka kabla siku zako,
Una miaka 25, mtu akikuangalia haraka haraka atasema una miaka 70. Miraa imekuchosha, umezeeka, meno huna, mapengo. Anasikia Allahu akbar, Allahu akbar, shavu limevimba, afu wanatengeneza kaswali. Naona tabu kutema. We kula tu, usiteme, utatemwa katika moto wa Jahannam. Nilikwenda Yaman siku moja. Yaman ni kama kwenu, miraa kila sehemu. Walaji wa miraa wa Yemen asilimia kubwa wanaswali sala 5. Neema si neema? Unaswali sala 5. Wewe kuswali huswali na miraa unakula, utakuwa mgeni wa nani siku ya Kiyama? Utapata kheri gani duniani na akhera? Na kwenda sehemu ya udhu, naona kila mtu anatoa mzigo wake anaweka juu. Wallahi niko la mdogo wangu nimesema mashaallah, sema Sheikh mashaallah, ni kama mashaallah anaswali. Iko siku Allah atampa nuru na hidayah, ataacha. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ukiswali kwa dhati, kwa khushu', kwa khudu', ukafuata arkan za sala, nguzo za sala, masharti ya sala, ukawa una itmaanina, una utulivu, unaswali kwa khushu' na khudu', Allah iko siku atakushushia hidayah, utakinai, utaacha mambo yote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu sala, alfarqu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti baina yetu sisi Waislam na wasiokuwa Waislam ni swala 5. Mwenye kuiacha swala hakika ameshakufuru. Watu wakifufuliwa siku ya Kiyama, kila mtu ana faili. Si mnajua kila mtu ana faili? Wanahshuru lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Suali la kwanza, question ya kwanza, hisabu ya kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu al-abdu yawma al-qiyamati as-salah. Malaikatur Rahman wameshika red pen, wanaangalia sala, wanafungua faili lako ya kwanza empty, no sala. Pili, no sala. Wanafanya hivi X, wanatia X faili lako. Awwalu ma yus'alu al-'abdu yawma al-qiyamati as-salah. Suali la kwanza ambalo ataulizwa mja siku ya Kiyama ni juu ya sala. Fa in saluhat saluha sairu amali, sala yake kama imekubaliwa, imetengamaa, imekuwa nzuri, Allah akatakabal, amali zake zote Allah atatakabbal. Wa in fasadat, swala zake zikiwa zimeharibika, hazijapokelewa, fasada sairu amali, matendo yake yote, amali zake zote zitaharibika. Sifa ya ngapi hiyo? 4. Sifa ya 4 ya waumini wa haki ni kusimamisha sala 5.
Sifa ya 5, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waumini wa haki sifa yao nyingine, na katika vile tulivyowaruzuku ni wenye kutoa, sio mabakhili. Waislamu leo ni mabakhili sana, au sio mabakhili? Waislamu ni mabakhili. Ni Waislamu wachache ambao wanatumia mali zao kutetea Uislamu, kujenga Uislamu, wachache sana. Wafanya biashara wengi ni Waislamu, hawana habari na Uislamu, hawana habari na mambo ya kheri. Na wengine ukimpelekea leo jambo la kheri akasaidia, kesho usimpelekea anakasirika, asema wamefanya mazoea hawa. Hawajafanya mazoea. Mazoea unafanya wewe, kila siku unataka Allah akupe, na Allah amekupa sana. Una mali kila nchi, una viwanda kila nchi, una mayadi kila nchi, una maofisi kila nchi, una makampuni kila nchi, na hauridhiki. Thumma yatma'u an azid, na bado unatamaa Allah aendelee kukupa, Allah aendelee kukuzidishia. Ukiletewa kheri ufanye. Aje msikitini hapa Masjid Quba, aseme bana Moyale ni joto sana, mimi inshallah natia IC misikiti yote. Hamna IC, analala na bibi yake ndani na IC. Nyumba ya Allah hamna IC. Amefunga nyumbani kwake, sitting room IC, toilet IC, bedroom IC, watoto IC, nyumba yote full IC. Mwambie msikitini, ya Waislamu wanasikia joto, tufunga IC. Lau Waislamu wa zama hizi wangepambania dini yao kwa mali zao, dini ingefika mbali sana. Kwa sababu kwa dunia ya sasa mali pia inatakiwa katika dini. Moyale mna dispensary ya Waislamu? Iko dispensary ya Islamic? Hamna. Hospitali, maahad ziko, mahad mbili au 3, i'dadia na thanawia bado, university. Kwani Waislamu hamna? Waislamu yale wapo hawapo? Kwa nini hawafikiri kufanya mambo ya dini? Sasa hivi msiba tuliokuwa nao Waislamu wa zama hizi, mpaka kule kwetu Dar es Salaam, jiji la gharama, mpaka nyumba za ndugu zetu maiti zimejaa, makaburi yanajaa. Uongo kweli? Makaburi yanajaa. Waislamu hawana plan ya kwenda kununua hekari au eka 1000 1000 ngapi, akatoa mtu wakfu, hii inafanya kuwa ni makaburi ya Waislamu. Kila anayekufa anazikwa pale pale, juu ya maiti. Utadhani ardhi imeisha. Sisi wenyewe ni maiti watarajiwa, tutazikwa tu. Moyale mnafanya musabaka wa Qur'an? Mnafanya musabaka wa Qur'an? Siku moja. Ukiona pahala Uislamu umekufa, basi ujue wafanya biashara na matajiri wa Kiislamu wamekufa kiimani. Watu na dunia na watu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر, mmedanganyika na wingi wa kutafuta mali. Watuhibbuna almala hubban jamma, nyinyi mnapenda sana mali, hamtosheki. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ma yamla'u batna ibni adama illa turab, mwanadamu tumbo lake halishibi, kinachojaza tumbo lake ni mchanga tu, mpaka anaingia kaburini kwenye mchanga hatotosheka. Alhaakumut takathur, mmedanganyika na wingi wa kutafuta mali. Hatta zurtumul maqabir, mkajikuta ghafla tahamaki, mmekufa ghafla, mmekwenda makaburini. Kalla sawfa ta'lamun, si hivyo mtakuja kujua. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kisha si hivyo mtakuja kujua tena. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si hivyo lau mtakuja kujua ilmu ya yaqini kabisa. La tarawunna al-jahim, mtaona moto wa jahim live bila ya chenga. Thumma la tarawunnaha aina al-yaqin, kisha mtauona moto wa Allah kwa jicho la yaqini, haitokuwa ndoto. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha siku hiyo Allah atakuulizeni juu ya neema zake mbalimbali. Sikiliza kisa cha ajabu sana cha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ni sayyidul khalqi wa habibul haq, mbora wa viumbe wote, kipenzi cha Allah nambari moja. Amelala siku moja usiku na njaa, kakosa chakula. Nani moyale ashakulala na njaa amekosa chakula? Kama umelala bila chakula, sema leo sina appetite, sisikii njaa, sijisikii kula. Mchana nimekula sana biriani mpaka sasa hivi nimeshiba. Amelala na njaa Mtume, usingizi ukamruka. Unajua mtu akilala na njaa usingizi unaruka, hamna usingizi. Akatoka nje ya nyumba yake, kuna sehemu uwanja wa wazi. Ghafla anaona Abu Bakar na yeye katoka usiku mkubwa, usiku wa manane. Ghafla anaona Umar amefika. Nyinyi vipi? Mbona mko macho? Unajua wamesema nini? Ya Rasulullah, njaa, tumekosa chakula, usingizi umeturuka. Kwa hiyo usingizi umemruka nani wa kwanza? Rasulullah, Mtume Muhammad. Wa pili Abu Bakar, wa tatu Sayyidina Umar. Wamekaa sasa wanaongea wote, njaa imewaamsha. Sahaba Abu Hamza atanikumbusha,
kati ya Jabir au Uthman au sahaba mmoja katika masahaba, kisa sahihi kabisa, akasikia sauti ya Mtume na Abu Bakar na Umar nje. Akasikia kumbe wote usingizi umewaruka kwa sababu hawakula asha. Asha mnaita nini hapa kwenu? Sapa, si ndio? Sijauliza Kizungu, nimeuliza Kiswahili cha kwenu. Nini dokta? Sapa. Kwa hiyo Kizungu tu sapa, Kiswahili hamjui. Sahaba yule akaenda kumchinja mbuzi wake mdogo. Kaenda kumchinja nini? Mbuzi mdogo, akampika haraka akamletea Mtume. Haiwezekani, Rasulullah kana njaa mpaka usingizi umekuruka, mpaka usingizi umekuruka. Abu Bakar usingizi umekuruka, Umar usingizi umekuruka, wakaletea wanyama wanakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekamata nyama akaanza kulia. Akasema Abu Bakar, Umar, mnaona mfupa huu wa nyama? Allah atakuulizeni siku ya kiyama juu ya mfupa huu wa nyama. Thumma latusalunna, akawasomea thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Sahaba Abdullah ibn Rawaha akaenda haraka ndani akachinja mbuzi akampikia Mtume fasta akamletea Rasulullah. Haina haja uteseke, mimi na mifugo, nina mbuzi nimemchinja, nimemtayarisha, kula wewe na sahaba zako. Wakati Mtume anakamata nyama na mfupa anaanza kutoa machozi, anamwambia Abu Bakar na Umar, mtakuja kuulizwa mpaka juu ya neema ya nyama. Naona mfupa huu, nyama hii, thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Allah atakuulizeni juu ya neema hii. Waislamu wangapi mnatupa chakula? Waislamu wangapi mnatia chakula kwenye freezer zinaganda utadhani barafu? Kwa nini mnashindwa kusaidia watu chakula? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa, ayyul islami khairun, jambo gani katika Uislamu la khairi sana? Akasema tut'imu at'ama, ulishe watu chakula, wa tuqri'u salama, na wape watu salamu, ala man arafta wa man lam ta'rif, umpe salamu unayemjua na usiyemjua. Leo tunapika mpaka tunatupa vyakula. Leo mtu akipakua anaacha chakula. Nyinyi mna neema, mnakula sana nyama, nyinyi wafugaji, ama si kweli? Mnakula nyama gani hapa? Mbuzi, ng'ombe, ngamia, kondoo. Wafugaji mtakuja kuulizwa siku ya kiyama juu ya neema ya mifugo na juu ya neema ya mali alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya 5 ya waumini wa haki ni wale wanaotoa katika vile alivyowaruzuku Allah. Na Waislamu wa zama hizi wakisikia habari ya kutoa hawapendi. Basi tufute hizi aya kwenye Qur'an. Si aya hizo, tufute. Tunaweza, tutaweza. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ashahifadhi Qur'ani, hatuwezi kufuta. Ni lazima tukubaliane na aya zote. Atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yani nyinyi Waislamu mnachagua aya za Allah, mnachagua maneno ya Allah, mnakubali baadhi za aya hamzitaki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kutokana na vile tulivyowaruzuku wao ni wenye kutoa. Iko aya katika Qur'an, mahafidhu hapo, iko hafidhu al-Qur'an ataniambia aya hii ni suratu Saba au suratu Fatir. Challenge.
wama anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu, na kheri mtakazozitoa, Allah anasema kheri mtakazozitoa Allah atakulipeni maradufu, adhafu adhafu, hujatupa. Sura gani? Sura gani? Haya, mmekaa kimya sasa, na wagonga. Ni wagonge? Ni wachape? Ni wahurumia au ni wachape? Ni wachape. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Mtume amesikitika, amelalamika, amenungunika, amehuzunika, akasema Allah, watu wangu wameihama Qur'an, wameigura Qur'an. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa wa huwa yukhlifu, na chochote mtakachokitoa katika kheri basi Allah atakupeni maradufu. Lakini Waislamu hawana yaqini, hawataki kujitoa katika dini yao, hawataki kufanya kheri. Mtu anachungulia mali zake, mtu anaangalia mali, anaogopa kufilisika. Shaitanu ya'idukumul alfaqra, shaitani anakuambia utafilisika wewe, usitoe. Msikitini peleka shilingi 500. Lakini akimpata mwanamke, Sheikh, hamjawasikia kuna matajiri wananunulia wanawake magari iPhone Pro? Hamjaisikia? Hamjaisikia tajiri anamnunulia mwanamke apartment? Imamu wa msikiti ashai kumnunulia apartment? Maimamu hawa hata bodaboda hawana, baiskeli hawana. Uongo kweli? Subhanallah. Ukiona sehemu dini inazorota, dini imekufa, ujue matajiri wa eneo hilo wamekufa. Matajiri wengi wa Kiislamu ni show off, dunia tu. Sasa Allah anasemaje kuhusu hawa waumini wa haki watano? Wa kwanza, waumini wa haki wa kwanza wao ni wale ambao Allah akitajwa nyoyo zao zinapata hofu, uoga. Wa pili ni wale ambao watakaposomewa aya zake, maneno yake, Qur'ani yake, imani zao huongezeka na huzidi. Wa tatu ni wale ambao siku zote ni wenye kumtegemea Allah peke yake. Wa nne ni wale wanaosimamisha swala tano. Watano ni wale ambao si mabakhili, kile alichowapa Allah na wao wanatoa, huku wana yakini ya kuwa wakitoa shilingi 100 Allah atawapa maradufu. Allah kawaita ni waumini wa haki, na hapo ndipo nitakapokomea. Sikilizeni aya iliyofuata. Allah anasema ulaika humul mu'minuna haqqan. Takbir. Sikizeni maneno mazito. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Hao ndio waumini wa haki, hao ndio waumini wa kweli, hao ndio waumini wa dhati,
wenye imani 100%. Wepi? Yule ambaye Allah atakapotajwa moyo wake unapata hofu, unapata uoga, unapata waswasi. Wa pili, watakaposomewa aya za Allah imani zao huongezeka. Watatu, ni wenye kumtegemea Allah. Wanne, ni wenye kusimamisha sala tano. Watano, wenye kutoa katika vile alivyoruzuku Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa haki, waumini wa dhati, waumini wa kweli. Hawana bla bla, hawana janja janja, ni waumini 100%, ni OG kabisa, ni original kabisa, na wala sio feki. Malipo yao nini ya Rab? Utawalipa nini ya Rab? Tunamalizia, lahum darajatun 'inda rabbihim, hao wana daraja mbalimbali huko kwa Mola wao mlezi. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah anawaahidi yafuatayo, anawaahidi daraja first class, la kwanza. La pili, anawaahidi msamaha, atawasamehe makosa yao siku ya kiyama. La tatu, wa rizqun karim, atawapa riziki nzuri sana. Duniani walikuwa wana riziki nzuri, na akhera atawafanya kuwa katika mabilionea. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Muhadhara wangu umeishia hapa. Sifa 5 za waumini wa haki tuzingatie, tufanyie kazi, tujitahidi tuwe waumini wa haki, waumini wa kweli, waumini wa dhati, waumini 100%. Wangapi wako tayari kutia nia hizi sifa 5 zote, wafaiti, wapambane, wahakikishe na wao watazipata hizi sifa? Takbir, takbir, takbir. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إننا ظلمنا